Katika Danieli 2 na mstari wa 21 na mstari wa 22, Daniel 2 verse 21 and 22 inasema ya kwamba ni yeye anabadilisha nyakati na majira, ni yeye anainua wafalme, ni yeye anawapanda, ni yeye anawapandisha katika mamlaka, na ni yeye anawashukisha. Napendezwa na huo mstari unaosema ya kwamba Mungu anabadilisha majira na nyakati. Usiwahi kumdharau mtu kwa sababu ya majira ambayo yuko, ati kwa sababu na wewe uko kwenye majira tofauti. Usiwahi kudharau mtu kwa sababu uko kwenye majira ya kuwa juu na yeye yuko kwenye majira ya kuwa chini. Ni Mungu ambaye anabadilisha majira na nyakati za wanadamu. Kama Mungu amekuweka kwenye majira ya kuwa kwenye mamlaka leo, elewa kwamba hayo majira ya kuwa kwenye nguvu na mamlaka hayatabaki milele. Kama ni kiongozi wa nyadhifa yoyote, hautakuwa hivyo ulivyo. Kama wewe unaona labda unadharau mtu maana labda wewe ni mchanga na ni mzee, hautabaki kuwa mchanga milele. Kama wewe unadharau mtu maana unaona wewe ni mzee na yeye ni mchanga, hautabaki kuwa vile ulivyo milele. Maana ni Mungu anayebadilisha nyakati na majira. Kama uko kwenye majira ya kuwa na mali na utajiri, usiwahi kuwadharau wale ambao bado wako kwenye majira ya ukosefu. Maana ni Mungu anabadilisha majira. Wakati wao utakuja. Labda hutakuwa tajiri milele, hautakuwa mtu anayejiweza milele. Kama wewe uko kwenye majira ya kuwa uko mahali ambapo neno lako ndio linafuatwa, wewe ni daktari, wewe ni chief, wewe ni president, wewe ni governor, wewe ni whatever you are, hautabaki kuwa katika hicho cheo milele. Maana Danieli 2 na mstari wa 21 na mstari wa 22 nasema ni yeye anabadilisha majira, ni yeye anainua watu, ni yeye anashusha watu. Niliwahi kuona siku moja pale town, kulikuwa hoteli ambayo tulikuwa tunaenda kunywa chai sana. Na nikaona jamaa alikuwa mbunge siku moja. Actually hakuwa mbunge, alikuwa ni waziri wa kilimo. Alikuwa ametoka wilaya moja sitataja ya mkoa wa Kati. Na huyu jamaa sasa wakati nilimuona hakuwa waziri tena. Alikuwa ni mtu wa kawaida, anakunywa chai ya shilingi 20, anasinzia hapo kwenye kiti, hana chochote. Ile hoteli alikuwa anakunywa chai haungefikiria. Maana ilikuwa ni hoteli ya watu wa kawaida tu, kwa sababu leo uko kwenye nguvu, kesho hauko kwenye nguvu. Leo uko juu, labda kesho hautabaki kuwa juu. Waheshimu walio chini, wanaoinuka. Leo uko na mamlaka, leo watu wanakusimamia, watu wanakuogopa, kesho hawatakuogopa jamani. Leo wewe ni wewe ndio unasema, kesho hautakuwa wewe ndio unasema. Wewe uko kwenye mamlaka, wewe ni jaji, labda wewe ni hakimu, na labda unakata kesi za kufinyiria watu. Wewe labda unafanya mambo, unawekelewa. Nimeona kama kipindi kingine wazee wamejaa jela, wanawekelewa mambo, wakitaka kunyang'anywa mashamba, kunyang'anywa mali zao, wanawekelewa mambo. Wengine labda wamefanya makosa mengine labda ya jinai, yale ya kudefile watoto. Leo labda wewe ni polisi, labda uko na mamlaka, kesho utakuwa polisi milele, utaritaya. Na ungependa wewe uchukuliwe namna gani kule kijijini mahali ambapo utaritaya? Leo watu ukipita wanaamka, labda ukipita kesho watacheka. Leo labda ukiitana watu ukikohoa watu wanakuja ni kama umeitana, kesho watakupuuza. Maana nasema tena Danieli 2 21-22, ni yeye anainua watu, ni yeye anashusha, ni yeye anabadilishia watu majira. Na pia wewe uko chini, jitie moyo. Wewe usiingie kwenye mkato, usiingie kwenye shortcut. Ngojea Bwana akupitishie kwenye njia halali, na majira yako Mungu atabadilisha na atakuinua kwa jina la Yesu. Mungu atakubariki na akutembelee, na majira yako Mungu atabadilisha, na mkono wa Mungu utaonekana juu yako. Yeye ndiye anapandisha watu, anabadilishia majira yao, anawabariki na kuwainua kwa jina la Yesu. Jitie moyo. Labda uko kwenye ukosefu leo, kesho utakuwa tajiri. Leo uko chini, kesho Mungu atakuinua. Wewe nyenyekea na upitie kwenye
njia ambayo ni halali, na utauona mkono na neema ya Bwana. Ni yeye anainua watu, ni yeye anabadilishia watu majira. Amani ya Bwana iwe juu yako katika jina la Yesu. Unapongojea Bwana akubadilishie majira yako na nyakati zako. Amina. Mungu akubariki sana.